Lakini wanayoeleza mashekhe, jambo la kwanza tahqiqu taqwa Allah. Kwanza kabisa moja katika hikma ya kubwa kabisa katika hikma za saum ni kupatikana ile takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii imeelezwa ndani ya aya tuliyosoma kule, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah. Kwa hiyo hikma ya kwanza ni mtu anayefunga kuweza kufikia daraja ya uchamungu. Na hili linapatikanaje? Pale Muislamu anapoitikia maelekezo ya sheria kwa kuacha vitu ambavyo ametakiwa kuviacha ndani ya Ramadhani, wakati vingine asili yake ni halali, lakini akakubali kuviacha. Hapa huyo mtu anatengeneza uchamungu wa nafsi yake, kwa sababu mtu anayeweza kuacha vitu vya halali, basi kuacha vitu vya haramu itakuwa ni rahisi kwake. Kwa hiyo mtu anapofunga anachukua mazoezi ya kupatikana uchamungu katika nafsi yake. Lakini jambo la pili katika hikma za ibada ya saumu ni kuizoesha nafsi kusubiri. Tunafahamu Waislamu katika dini yetu tunafundishwa sana na tumehimizwa sana kufanya subira, kuvumilia. Na kuvumilia katika dunia hii kama tulivyoelezwa, tunavumilia aina tatu. Tuna aina tatu za uvumilivu. Kuna kuvumilia kule kwa kawaida ambao kila mmoja anakujua, kuvumilia tabu, kuvumilia matatizo, kuvumilia magonjwa, kuvumilia mambo yote magumu ambayo mtu anamfika katika dunia hii. Hili jambo tunalipata katika ibada ya saumu. Kama mtu utavumilia njaa wakati una uwezo wa kula pale, njaa inakuuma, unajizuia, unavumilia, basi pia ukipatwa na homa itakuwa ni rahisi kwako kuvumilia. Ukiumia kidole kimepata mdudu, utavumilia, kwa sababu kama uliweza kuvumilia njaa wakati uko na uwezo wa kuchukua chakula ukala, basi kuvumilia kidonda, kuvumilia matatizo mengine inakuwa ni rahisi.